Ilikuwa mwaka wa 1972. I was strolling on the moon one day in America. Eugene Cernan, mwananga wa mwisho kukanyaga udongo wa mwezi, alisimama pale katika bonde la Taurus Littrow, akatazama dunia yake ikining'inia angani kama jicho la samawati. Kabla hajaingia ndani ya chombo chake, alisema maneno haya: tunaondoka kama tulivyokuja, na kwa mapenzi ya Mungu tutarudi, tukiwa na amani na matumaini kwa wanadamu wote. Miaka 54 imepita. Dunia imebadilika. Mataifa yameinuka na kuanguka. Teknolojia imepiga hatua kubwa. Lakini tangu siku ile, hakuna binadamu aliyerudi mwezini. Hadi leo, wakati mpya unawadia. Jina lake? Artemis wa pili. Katika video hii, tunachunguza kwa kina safari ya Artemis wa pili, dhamira ya NASA ya kutuma wananga wanne kuzunguka mwezi kwa mara ya kwanza tangu enzi ya Apollo. Tutaangalia wananga wenyewe ni akina nani, tutaeleza roketi ya SLS na chombo cha Orion, na muhimu zaidi, tutachambua changamoto za hivi karibuni ambazo zinaweza kuchelewesha ndoto hii hadi Aprili 2026 au zaidi. Kwa Afrika, safari hii ni muhimu. Ni kielelezo cha kile ambacho uwezo wa kisayansi wa binadamu unaweza kufikia. Na ni changamoto kwa bara letu kujiuliza, sisi tuko wapi katika mbio hizi za anga? Kila safari kubwa ina wahusika wake, na Artemis 2 imechagua wanaanga wanne ambao wanabeba historia mabegani mwao. Reed Wiseman ndiye kamanda wa safari hii, rubani wa zamani wa jeshi la wanamaji la Marekani, mwenye uzoefu wa kuishi katika kituo cha kimataifa cha anga za juu. Kando yake yuko Victor Glover, rubani wa Artemis wa pili, ambaye anafanya historia. Atakuwa mtu wa kwanza mweusi kusafiri hadi eneo la mwezi. Ni hatua ambayo inagusa mioyo ya mamilioni ya watu duniani kote, hususan sisi wa Afrika wanaotazama angani na kuota ndoto kubwa. Kisha tuna Christina Koch, mwanamke wa kwanza kusafiri nje ya obiti ya chini ya dunia na kuelekea mwezini. Koch tayari anashikilia rekodi ya mwanamke aliyekaa muda mrefu zaidi angani kwa safari moja, siku 328 katika kituo cha kimataifa. Na mwishowe, Jeremy Hansen wa shirika la anga la Canada, CSA, mtu wa kwanza asiye Mmarekani kuondoka katika obiti ya chini ya dunia na kusafiri kuelekea mwezi. Hii inaonyesha kuwa anga si mali ya taifa moja, ni urithi wa wanadamu wote. Safari hii ya siku 10 itawachukua wanaanga hawa umbali wa zaidi ya maili 600, wakizunguka upande wa nyuma wa mwezi, mahali ambapo macho ya binadamu hayajawahi kuona kwa ukaribu namna hii, kisha kurudi duniani kwa kasi ya kutisha ya takriban kilomita 40,000 kwa saa. Ni mtihani mkubwa wa chombo cha Orion na uwezo wake wa kuwalinda binadamu katika mazingira makali ya anga za juu. B. Roketi ya SLS na chombo cha Orion, nguvu na changamoto. Moyo wa safari hii ni Space Launch System, SLS, roketi kubwa zaidi na yenye nguvu zaidi iliyowahi kujengwa na NASA tangu enzi za Saturn V zilizopeleka wanaanga wa Apollo mwezini miongo 5 iliyopita. SLS inasimama kwa urefu wa futi 322 kama jumba la ghorofa 30. Juu yake imeketi chombo cha Orion kilichoundwa na NASA kwa ushirikiano na shirika la anga la Ulaya ESA kupitia moduli yake ya huduma ya Ulaya, European Service Module. Orion ni nyumba ya wanaanga, chombo kitakachowabeba, kuwalisha, kuwalinda na hatimaye kuwarudisha salama duniani. Mwaka wa 2022, dhamira ya Artemis 1 ilifanikiwa kupeleka chombo cha Orion kuzunguka mwezi bila wanaanga, safari ambayo ilidumu siku 25 na kuthibitisha uwezo wa msingi wa mfumo huu. Lakini sio yote yalikuwa mazuri. Wakati Orion ilipoingia tena katika angahewa ya dunia,
ngao yake ya joto ilipata uharibifu usiokuwa wa kawaida. Sehemu za nyenzo za ngao zilikatika na kuanguka kwa njia ambayo wahandisi hawakutarajia. Tatizo hili linaloitwa spalling lilisababisha uchunguzi mkubwa wa kihandisi ambao ulichelewesha Artemis 2 kwa miezi mingi. Ili kukabiliana na hali hii, NASA imebadilisha mpango wa kuingia kwa Orion kwenye angahewa. Badala ya njia ya awali ya skip reentry, ambapo chombo kingeruka juu ya angahewa kama jiwe linalorushwa juu ya maji kabla ya kuzama, sasa wameamua kutumia njia ya moja kwa moja ya kuingia kwa pembe kali zaidi. Chombo kitashuka moja kwa moja hadi kutua katika bahari ya Pasifiki karibu na San Diego, ambapo jeshi la wanamaji la Marekani litakuwa tayari kukipokea. Njia ya kuelekea uzinduzi wa Artemis wa pili imekuwa ndefu na yenye miiba. Awali, safari hii ilipangwa kuzinduliwa mapema mwaka 2024, lakini uchunguzi wa ngao ya joto na matatizo ya mfumo wa usaidizi wa uhai ndani ya Orion yalisababisha ucheleweshaji mkubwa. Mwezi Desemba 2024, mkurugenzi wa wakati huo wa NASA, Bill Nelson, alitangaza kwamba lengo jipya lilikuwa Aprili 2026. Kisha, mapema mwaka 2025, habari njema zilitokea. Labda safari ingeweza kuharakishwa hadi Februari 2026. Tarehe 18 Januari 2026, roketi ya SLS, chombo cha Orion, na mnara wa uzinduzi vilihamishwa kutoka kwenye jengo la kuunganisha magari VAB hadi Launchpad 39B katika kituo cha Kennedy Space Center, Florida. Ilikuwa picha ya kupendeza, roketi kubwa ikisimama kwa fahari chini ya mwanga wa mwezi. Lakini dhoruba kali ya baridi iliyoikumba Amerika Kaskazini mwezi Januari ilisababisha kucheleweshwa kwa maandalizi. Tarehe 2 Februari 2026, NASA ilifanya jaribio la kwanza la wet dress rehearsal, mazoezi kamili ya kuhesabu nyuma na kujaza roketi kwa mafuta ya cryogenic. Lakini wakati wa jaribio hili, matatizo yalizuka. Uvujaji wa hidrojeni kioevu uligunduliwa katika miunganisho ya kupeleka mafuta ndani ya roketi. Pia, valve inayohusiana na shinikizo la hatch ya Orion ilihitaji kurekebishwa. Matokeo yake, NASA ilitangaza kwamba dirisha la uzinduzi la Februari limefungwa na macho sasa yanalenga Machi 2026. Timu za NASA hazikukaa kimya. Walirekebisha sili zilizokuwa na tatizo, wakafanya uchunguzi wa kina, na tarehe 19 Februari 2026 walifanya wet dress rehearsal ya pili. Safari hii ya majaribio ilikuwa na mafanikio makubwa. Galoni zaidi ya 700,000 za mafuta ya cryogenic zilijazwa kwenye roketi. Timu ya closeout ilifanya mazoezi ya kufunga milango ya chombo cha Orion, na terminal count, dakika 10 za mwisho za kuhesabu nyuma, ulifanywa mara 2 kwa mafanikio. Wanaanga wa Artemis wa pili hata walitazama sehemu ya jaribio kutoka kwenye kituo cha kudhibiti uzinduzi. Matumaini yalikuwa juu. Mkurugenzi msaidizi wa NASA, Lori Glaze, alisema maneno yenye msisimko. Hii inakuwa halisi sasa. Ni wakati wa kuwa makini na kuanza kusisimka. NASA ilitangaza kwamba tarehe 6 Machi 2026 ndiyo lengo la uzinduzi, na wanaanga waliingia karantini tarehe 20 Februari ili kujilinda dhidi ya magonjwa kabla ya safari yao ya kihistoria. Lakini kama methali ya Kiswahili inavyosema, barabara ya maisha si ya kunyooka. Siku moja tu baada ya furaha hiyo, tarehe 21 Februari 2026, habari mbaya zilisambaa kama moto wa nyikani. Mkurugenzi wa NASA, Jared Isaacman, alitangaza kwamba usiku wa Ijumaa, wahandisi waligundua usumbufu katika mtiririko wa heliamu kwenye sehemu ya juu ya roketi inayoitwa Interim Cryogenic Propulsion Stage, ICPS, hatua ya roketi inayotumia hidrojeni na oksijeni kioevu kusukuma chombo cha Orion kuelekea mwezini. Heliamu ni muhimu sana katika mfumo huu. Inasafisha injini za roketi kutoa gesi zilizobaki na inatumika kushinikiza matanki ya mafuta wakati wa kupaa. Bila mtiririko sahihi wa heliamu, roketi haiwezi kuzinduliwa. Isaacman aliandika kwenye mtandao wa X, hii itaathiri karibu hakika dirisha la uzinduzi
la Machi. Tatizo hili halikuonekana wakati wa majaribio yote mawili ya wet dress rehearsal. Lilizuka baadaye wakati wa taratibu za kawaida za kushinikiza tena mfumo wa heliamu. Wahandisi wanachunguza sababu kadhaa. Inaweza kuwa tatizo katika kiunganishi kati ya vifaa vya ardhini na roketi, au valve iliyoharibika ndani ya hatua ya juu, au kichujio kati ya ardhi na chombo. Kwa kushangaza, tatizo kama hili lilizuka pia wakati wa Artemis 1 mwaka 2022. Ishara kwamba mfumo wa heliamu wa ICPS una udhaifu unaohitaji kushughulikiwa kwa umakini. NASA sasa inafanya maandalizi ya kuirudisha roketi kwenye jengo la kuunganisha magari VAB, safari ya polepole kutoka kwenye launchpad kurudi kwenye jengo kubwa ambapo wanaweza kufikia sehemu zote za roketi kwa urahisi zaidi. Isaacman alieleza kwamba tatizo lolote kati ya haya linaweza kurekebishwa tu ndani ya VAB ambapo kuna majukwaa mengi yanayozunguka roketi. Hii inamaanisha tarehe zote 5 za uzinduzi wa Machi zimefutwa. Lakini NASA inasema wanajitahidi kuhifadhi dirisha la Aprili ambalo lina fursa 6 za uzinduzi kuanzia Aprili 1 hadi Aprili 30 mwaka 2026. Wanaanga ambao walikuwa wameingia karantini huko Houston sasa wataachiliwa na kuingia tena karantini wiki 2 kabla ya tarehe mpya ya uzinduzi itakapothibitishwa. Labda mtu anauliza, kwa nini tunapaswa kujali safari hii ya mwezi sisi wa Afrika? Jibu ni rahisi, lakini la kina. Kwanza, Victor Glover, mtu mweusi wa kwanza kuelekea mwezini, anabeba ndoto za mamilioni ya watoto wa Afrika ambao wanatazama nyota usiku na kujiuliza, je, mimi pia ninaweza kufika huko? Jibu la Artemis 2 ni ndiyo. Anga si mali ya rangi moja, taifa moja au bara moja. Pili, programu ya Artemis ni hatua ya kwanza kuelekea makazi ya kudumu mwezini na hatimaye safari za kwenda Mirihi, Mars. Madini ya mwezi, utafiti wa kisayansi unawezekana huko, na teknolojia zinazozaliwa kutokana na changamoto hizi, zote zina athari kubwa kwa mustakabali wa wanadamu wote, ikiwemo sisi. Afrika, ikiwa na rasilimali nyingi za madini na akili kali za vijana wake, ina nafasi ya kushiriki katika uchumi wa anga unaokuja. Uchumi wa anga ambao tayari thamani yake inakadiriwa kufikia $1 trilioni kufikia mwaka wa 2030. Swali si kama Afrika inaweza kushiriki. Swali ni, je, tuko tayari? Artemis 2 ni zaidi ya safari ya anga. Ni ishara kwamba binadamu bado ana kiu ya kuchunguza, ya kujaribu, ya kushinda vikwazo. Njia imekuwa ndefu, miaka ya ucheleweshaji, matatizo ya kihandisi, bajeti zinazopungua, na sasa tatizo jipya la heliamu. Lakini kama Apollo ilivyotufundisha, ukuu hauji kwa urahisi. Njia ya nyota ina miiba, lakini mwisho wake una mwanga. Wanaanga 4, Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch na Jeremy Hansen, wanangojea kwa subira na ujasiri. Chombo cha Orion kiko tayari. Roketi ya SLS, ingawa na changamoto, itarekebishwa. Na siku itakapofika ambapo injini hizo zitawaka kwa moto mkali na roketi itapaa angani kuelekea mwezi, itakuwa siku ya kihistoria si tu kwa NASA, bali kwa wanadamu wote. Kama Cernan alivyosema mwaka 1972, tutarudi. Na wakati huu, tutarudi na uso mpya wa binadamu. Mwanamke, mtu mweusi na mtu asiye Mmarekani wakitembea kwenye mwanga wa mwezi. Artemis 2 ni mlango. Kinachofuata nyuma yake ni mustakabali wetu. Ndugu yangu, dada yangu, kama video hii imekugusa moyo na kukufungua macho, basi jisajili kwenye channel ya Afrika Imara upate habari za kina kuhusu mustakabali wa sayansi, teknolojia na historia ya bara letu. Bonyeza kitufe cha like ili video hii ienee kwa watu wengi zaidi, na tuachie maoni yako hapa chini. Je,
Unafikiri Afrika inapaswa kuwekeza zaidi katika programu za anga? Je, utaishi kuona siku ambapo Mwafrika atatembea juu ya uso wa mwezi? Kumbuka, asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Tujifunze, tujenge na tusonge mbele. Hii ni Afrika Imara. Tutaonana tena.